Okay, mambo vipi mtembezi mwenzangu? Mimi niseme tu asante sana kuendelea kufuatilia channel ya kwetu ya mtaa kwa mtaa. Na katika siku ya leo nakuletea habari kubwa kabisa ambayo inapatikana katika kiwanda cha muziki wa Bongo Flava pamoja na kiwanda cha Bongo Movie. Tunamzungumzia mwanadada Gigy Money ambaye ameweza kutreni katika habari tofauti. Kwa siku ya leo bwana, ni habari ambazo zipo katika pande mbili, huzuni kidogo, lakini pia kuna kwa katika upande ule wa habari njema kwa Gigy Money. Gigy Money ameamua kuachana mambo yote na kusema sasa ni wakati wa kuweza kumrudia Mungu, na wengi wameweza kudhibitisha hayo, akiwemo Pastor Mashimo ambaye pia amekuwa akigonga headline kwa habari mbalimbali sana, na hivi sasa baada ya kutoka jela katika kesi ambayo ilikuwa ikimkabili ambako aliweza kuhukumiwa takriban miaka 2 na miezi 6 na kulipa faini ya shilingi milioni 5. Sasa Pastor Mashimo ameweza kuchapisha ujumbe huu ambao uliweza kusomeka hivi: ni muda mwafaka wa Gigy Money kumtumikia Mungu. Jana nilifanya maombi pamoja na dada yangu Gigy Money. Nilimwombea uponyaji na uzima tele. Kwa hii kama ilivyo desturi ya Mungu, anapokuwa anamuita mtendakazi wake mpya kwenye shamba lake, uruhusu moto kwa musika ili ukombozi unapomfikia ajue kuwa kwa huruma za Mungu amepona. Na hayo ndio yalikuwa ni maneno ya kwake Pastor Mashimo, ambaye kwa siku ya kesho tarehe 21 ameweza kuitisha press ya kuweza kuzungumzia baada ya kutoka pale jela. Mimi nikushukuru sana, lakini nikuombe ili uendelee kuwa mwanafamilia, ni vyema ukaendelea kutufuatilia, kucomment, kulike, lakini pia usisahau kusubscribe YouTube ya kwetu ya mtaa kwa mtaa. Mtembezi mwenzio hapa Mr. Simulizi ndio ambaye anakuwa kuletea habari hizi zote kubwa, na jambo ambalo limekuwa zuri kuona kwamba Gigy Money hivi sasa kuna habari njema, kuna taarifa njema, huenda pia anaendelea vizuri sana kutokana na watu ambao wameweza kuepo naye karibu kwa hivi karibuni, akiwemo Pastor Mashimo ameweza kulithibitisha hilo na kuweza kudhibitisha kwamba ameweza kufanya naye maombi, na sisi tunazidi kumwombea Gigy Money aweze kurudi vizuri. Lakini kama ameamua kuchagua kumtumikia Mungu, basi tunazidi kumwombea aendelee kutumika kwa Mungu vilivyo vyema kabisa, na Mungu huwa anakitumia kilicho dhaifu kwa ajili ya kuweza kujitukuza. Mwana kitaa unalipi la kuweza kuzungumzia kuhusiana na hili la Gigy Money kuweza kutupa taulo upande wa shetani na kuamua kugeukia upande wa Mungu kwa mtumishi wa Mungu, kama inavyothibitishwa na mchungaji Mashimo ambao ameweza kusema tayari ameweza kufanya naye maombi Gigy Money mwenyewe, na kwa hivi sasa Gigy Money yuko tayari kwa ajili ya kuweza kutumika madhabahuni, yuko tayari kwa ajili ya kutumika na Mungu. Mimi niseme tu asante sana msikilizaji, asante sana mtazamaji, endelea kufuatilia channel ya kwetu ya mtaa kwa mtaa. Msimulizi mwenzio hapa Mr. Simulizi, mwana kitaa. Asante sana.